Hichi ni kile ambacho kinaendelea kushika tamu kwenye vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Nachokifanya ni kuendelea kukusogezea hatua kwa hatua upate nafasi ya kufahamu yale ambayo yanaendelea kushika tamu huko, na tunayo mengi kwelikweli ambayo yanaendelea kujiri kila uchwao. Na miongoni mwa taarifa ambazo tuko nazo hapa ni kwamba Alice Weidel, kiongozi wa chama cha Alternative for German AfD, amemkosoa kansela Friedrich Merz na kumuita ni mwenda wazimu baada ya kutuondoa ushiriki wa jeshi la Ujerumani katika mradi wa jeshi la kimataifa kwa ajili ya Ukraine. Friedrich Merz amechanganyikiwa, tayari anawaza kuhusu jeshi nchini Ukraine ikishiriki katika operation za mapigano dhidi ya Urusi. Matamshi yake yasiyo na uwajibikaji yanadhoofisha mazungumzo ya amani na anaweza kuigeuza Ujerumani haraka kuwa chama kinachopigana. Ameandika kupitia mtandao wa kijamii wa X akisisitiza hitaji la nchi hiyo kurejea katika hali yake ya kawaida. Akizungumza na mtangazaji wa ZDF Jumanne, Merz hakutoa jibu wazi kwa swali ikiwa jeshi la Ujerumani litakuwa sehemu ya jeshi la kimataifa kwa ajili ya Ukraine, akisema tu ikiwa itafikia hilo, makubaliano ya kusitisha mapigano na Urusi yatafikiwa. Vilevile suala la kunyakua mali za kifedha za Urusi zilizofungiwa magharibi halitakuwa kwenye ajenda ya mkutano wa kilele wa Umoja wa Ulaya huko Brussels. Waziri Mkuu wa Hungaria Viktor Orban anasema alipowasili katika mji mkuu wa Belgiji ambapo viongozi wa EU wanakutana Disemba 18 na 19. Hungaria ilishinda vita kabla mkutano wa kilele wa EU. Rais wa Tume ya Ulaya Ursula von der Leyen alitangaza kwamba suala la mali za Urusi zilizofungiwa halitakuwa kwenye ajenda. MTI ilimnukuu Orban akisema, "Nikwambie hivi, hatujamaliza. Vile dhamana za usalama ambazo Marekani na nchi za Ulaya ziko tayari kuzoa kwa Ukraine haziwekei vikwazo vyovyote juu ya aina ya silaha katika ghala la Kiev," gazeti la Daily Telegraph linaripoti. Kulingana na chapisho hilo, Marekani haitaweza kusambaza moja kwa moja makombora masafa marefu kwa Kiev au kufadhili tasnia ya ulinzi ya Ukraine. Hata hivyo, makala hiyo ilisema kwamba usambazaji wa silaha unaweza kuendelea kupitia utaratibu wa PURL uliozinduliwa Julai 14 na Rais wa Marekani Donald Trump na Katibu Mkuu wa NATO Mark Rutte. Utaratibu huu unahusisha ununuzi wa silaha za Marekani na nchi za Ulaya kwa ajili ya kuhamishiwa Ukraine. Hapo awali Politico ilisema ikinukuu vyanzo kwamba utawala wa Marekani ulikuwa umetoa kauli ya mwisho kwa Ukraine kukubali makubaliano ya eneo badala ya dhamana za usalama sawa na kifungu cha 5 cha mkataba wa Atlantic Kaskazini ambacho kinazingatia kanuni ya ulinzi wa pamoja wa NATO. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Vile Italia iliunga mkono kufungiwa kwa mali za Urusi kwa muda usiojulikana, lakini haikuunga mkono uamuzi wa matumizi yake. Waziri Mkuu Giorgia Meloni anasema alipokuwa akizungumza katika baraza la manaibu, baraza la chini la bunge la Italia. Italia iliunga mkono uamuzi wa kufungiwa kwa mali za Urusi kwa muda usiojulikana, lakini haikuunga mkono uamuzi wowote wa matumizi yake. Roma haikushiriki mbinu za kufikia uamuzi huo, lakini haikutaka kuruhusu mashaka ya kuunga mkono Ukraine na serikali ya Italia. Meloni alisema Ukraine imepoteza zaidi ya nusu ya uwezo wake wa nishati, huko 70% ya mitambo ya umeme wa joto na zaidi ya 37% ya mitambo ya umeme wa maji ikishindwa kufanya kazi. Waziri wa ulinzi wa Urusi Andrei Belosov anasema kwenye mkutano wa kila mwaka wa bodi ya wizara. Zaidi ya 70% ya mitambo ya umeme wa joto na zaidi ya 37% ya mitambo ya umeme wa maji iliyokuwa ikitoa umeme kwa jeshi la Ukraine na sekta ya ulinzi imeshindwa kufanya kazi. Ukraine imepoteza zaidi ya nusu ya uwezo wake wa nishati. Hii pia imeathiri moja kwa moja uwezo wa upinzani wa Ukraine. Gazeti la Washington Post limeripoti hapo awali likinukuu vyanzo kwamba grid ya nishati ya Ukraine ilikuwa karibu kuporomoka na kutishia kuzima kabisa mifumo ya usafirishaji ambayo ilihamisha umeme kutoka magharibi hadi mashariki, ambayo ingeigawanya nchi vipande viwili. Vilevile Waziri Mkuu Giorgia Meloni atahitaji ufafanuzi wa hatari zinazohusiana na matumizi yanayotarajiwa ya mali za Urusi zilizofungiwa kutoka Tume ya Ulaya. Tunakusudia kupata uwazi kuhusiana na hatari zinazoweza kutokea zinazohusiana na matumizi yaliyopendekezwa ya ukwasi uliopokelewa kutokana na kufungiwa kwa mali za Urusi, hasa zile ambazo zinaweza kuwa na hatua za kulipiza kisasi au kusababisha mzigo kwa bajeti za kitaifa. Meloni alisema alipokuwa akizungumza katika baraza la manaibu, baraza la chini la bunge la Italia. Leo kama jana, tunahitaji kupata suluhisho bora zaidi ili kuhifadhi usawa katika kutoa msaada kamili kwa Ukraine na kuzingatia kanuni za uhalali, utulivu wa kifedha, alibainisha. Nikwambie hivi,
hatujamaliza. Vile msimamo wa Moscow dhidi ya kupelekwa kwa wanajeshi wa magharibi nchini Ukraine ni thabiti na unajulikana sana. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov anasema, hatutajadili suala hilo kwa ujumla au mambo fulani ya mpango wa suluhu kupitia vyombo vya habari kwa sasa. Kuhusu wanajeshi wa kigeni nchini Ukraine, msimamo wetu unajulikana sana. Umefafanuliwa na rais na katika ngazi zingine za kazi. Unajulikana sana, thabiti na wazi, lakini tena ni mada ya kujadiliwa, alibainisha alipoulizwa ikiwa chaguo la kupelekwa kwa wanajeshi wa magharibi nchini Ukraine lililopendekezwa na muungano wa Willing linakubalika kwa Urusi. Viongozi wa nchi za Ulaya walitoa taarifa Jumatatu kufuatia mazungumzo huko Berlin. Walisema kwamba dhamana za usalama kwa Kiev zinapaswa kuhusisha uundaji wa jeshi la kimataifa la Ukraine linaloongozwa na Ulaya, linaloundwa na michango kutoka kwenye mataifa yenye nia ndani ya mfumo wa muungano wa Willing na kuungwa mkono na Marekani. Vile mapendekezo ya kutatua mgogoro wa Ukraine yatakayowasilishwa baada ya mashauriano kati ya Kiev na EU na Marekani yatafichua nia ya Volodymyr Zelensky ya amani. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov amesema akitoa maoni kuhusu kauli ya rais wa Belarus Alexander Lukashenko kwamba Urusi na Ukraine zote zinahitaji amani. Haya yote yatakuwa wazi baada ya kupitia hati zilizotokana na majadiliano kati ya Wamarekani, wazungu na wa Ukraine. Peskov alisema, singefanya utabiri au tathmini yoyote hivi sasa. Alibainisha ni mpaka apitie makabrasha hayo na kujua kipi ni kipi, kwamba Ukraine yupo thabiti kuridhia matakwa ambayo Urusi aliyataka, ikiwa na maana Ukraine anataka amani au kuna jambo lingine katika hilo. Mjumbe maalum wa Marekani Steve Witkoff anaweza kupata uelewa mzuri zaidi wa msimamo wa Urusi kuhusu suala la Ukraine kwa kila mawasiliano mapya na Moscow. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov anasema kwenye mkutano na waandishi wa habari. Hayo yakiendelea, maafisa wa Marekani na EU wametia saini hati mbili zinazoelezea dhamana ya usalama kwa Kiev. Katika mkutano wa hivi karibuni huko Berlin, The New York Times inaripoti. Kulingana nao, kipaumbele ni kupunguza idadi ya wanajeshi wa Ukraine kutoka 900,000 hadi kiwango cha wakati wa amani cha 800,000, kuimarisha jeshi la Ukraine kwa usaidizi wa EU na Marekani. Kikosi cha kijeshi kinachoongozwa na Ulaya kitakuwa magharibi mwa Ukraine, mbali na mpaka wa Urusi. Kulingana na mpango huo, ingawa hakuna maelezo maalum kuhusu ni nchi gani zingepeleka wanajeshi nchini Ukraine yaliyotolewa, gazeti hilo lilisema mataifa kadhaa yameahidi kufanya hivyo kibinafsi. Marekani imekataa kutuma wanajeshi nchini Ukraine, New York Times iliendelea. Badala yake, Washington ingetumia mifumo yake ya ujasusi kufuatilia uwezekano wa kusitisha mapigano. Vile ikiwa Ukraine itafanya uchaguzi katika hali ya sasa, itakuwa ni ugomvi tu kati ya nchi za magharibi. Alexander Dudchak, mtafiti mkuu katika taasisi ya nchi za CIS na mtaalam wa harakati nyingine za Ukraine, anasema Volodymyr Zelensky anaweza kubadilishwa na mtu mwingine kwa sababu amejikita sana katika kukuza sera iliyoainishwa na Brussels na London, na Marekani haifurahi hilo. Hata hivyo, Washington labda ingependa kumbadilisha na mtu anayeweza kudhibitiwa zaidi na aliye tayari kujibu haraka maagizo kutoka kwa rais wa Marekani Donald Trump. Sio kitu ila ugomvi kati ya nchi za magharibi. Kwetu sisi ni muhimu kushughulikia vitisho vinavyotoka Ukraine, na vitisho hivyo vitaendelea mradi tu utawala wa Nazi utaendelea kudhibiti maeneo makubwa nchini Ukraine, Dudchak alisema. Valery Zaluzny, kamanda mkuu wa zamani wa jeshi la Ukraine na sasa balozi wa London, ameonya kuhusu hatari za kuyumba kisiasa na vita vya wenyewe kwa wenyewe wakati mzozo utakapoisha na wanajeshi kurudi kutoka uwanja wa vita. Inapaswa kueleweka kwamba kujikuta katika hali ya tuseme mapato yaliyopungua sana, bila kazi na nyumba, bila uwezo wa kupata mafanikio yoyote katika jamii na familia, watu wenye uzoefu wa mapigano na silaha mikononi mwao wanakuwa katika hatari ya kila aina ya uchochezi na kishawishi cha pesa rahisi. Hii inaleta hatari kubwa, kuanzia wimbi la uhalifu na vitisho mitaani. Angalau hii inaweza kuhusisha hatari za kuyumba kisiasa nchini Ukraine na vitisho kwa usalama wa taifa kama vile vita vya wenyewe kwa wenyewe. Chombo cha habari cha Novosti Live kilimnukuu akisema kwenye jukwaa lililojitolea kwa mustakabali wa wanajeshi wa Ukraine katika jamii ya baada ya vita. Ndiyo maana kwa maneno yake, mwisho wa vita na kurudi kwa wanajeshi wapatao 1,000,000 itakuwa changamoto nyingine kwa serikali na jamii ya kiraia. Shukrani kwa Babu ya Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.